Nitamweleza ni kwa nini nilichelewa, lakini pointi ya kwanza, yuko Tanga kabisa. Nimetumwa hapa na Rais wa Jamhuri ya Kenya, vile alitoa ahadi akiwa kwa mazishi ya ndugu yetu Malulu Injendi, akasema kutakuwa na basi hapa. Aliniambia leo asubuhi tukishamaliza mkutano wa PG tukiwa na wajumbe, akasema wewe, nataka nikutume Malava. Atamaliza mambo ya Nairobi, lakini nakutuma uende uhakikishe kwamba basi imefika na iko katika mikono ya mkuu wa shule na wanafunzi na watu wa Malava. Muyanzi. Muyanzi. Muwenae. Akoni mune. Asante sana. Chapa makofi ndio tusikie kabisa. Kwa hivyo nikienda nitamwambia kwamba leo nimetimiza ahadi yako kwa niaba yako. Alikuwa anapanga kuja hata Jumapili kwa kanisa, lakini kazi kafanya nini? Ikamlemea. Ndio sasa tuko hapa na wenzetu. Kwa hivyo kwa heshima ya Malulu Injendi ametimiza, kwa mapenzi yake na watu wa Malava ametimiza, kwa mapenzi yake na watu wa eneo ya magharibi ametimiza. Sisi sasa tuende mbele. Jambo langu la pili, leo ilikuwa siku kubwa kule Nairobi, kwa sababu chama cha UDA na serikali ya Kenya Kwanza ilikuwa inaweka mkataba na ODM ili sasa wafanye kazi pamoja. Mimi nataka niambie watu kwamba kwa hii mpango ya kuunganisha UDA na kuunganisha Kenya Kwanza na ODM, mimi niko ndani kabisa. Tunaelewana kabisa, kwa sababu juhudi letu ni tunataka tutembee pamoja. Tunataka tulete maendeleo katika kila pembe ya taifa, na kuna mambo ambayo rais hawezi fanya peke yake, na kuna mambo upinzani haiwezi fanya peke yake, lakini tukiungana kama Wakenya tutaenda mbele kwa hatua na kasi hata zaidi. Na ndio kwa sababu tumefanya hivyo. Na mimi nataka niambie nyinyi hadithi kidogo, kwa sababu hii siasa saa zingine wanasema usitusi mwenzako, usimwage damu ya mwenzako, kwa sababu haujui ya kesho. Sasa ukiangalia historia ya Mheshimiwa Raila, Mheshimiwa Ruto na Mheshimiwa Mudavadi, si tulikuwa ODM wakati mmoja? Sisi wote tukatembea kando, lakini inaonekana tena ni kama tunafanya nini? Kwa hivyo hii siasa, ukitamka maneno chunga unatamka nini, kwa sababu kesho haujui. Sasa tukiwa kule Addis Ababa kwa mfano, President Ruto alikuwa anaweka Raila hata kwa gari yake ndio waende kabisa kwa ile hall ya African Union, ingawa hatukufaulu, lakini President Ruto alihakikisha kwamba yeye yuko bega na bega na Raila mpaka huko. Mimi nikawa tena mtu wa campaign kwa Raila. Sasa tunasema tunataka tujenge shule pamoja, tunataka turekebishe uchumi pamoja, tunataka tuhakikishe usalama huko tukiwa pamoja, tunataka ukulima wetu unawiri tukiwa pamoja, na mambo mengi, mambo ya afya na kadhalika. Kwa hivyo niko hapa kuambia kwamba msifikiri ni waadui.
Hata mimi nimefurahi. Kwa upande mmoja tulikuwa kwa chama kimoja nationali, tulikuwa na Wangwe, tulikuwa na Ikana, wakati huo tulikuwa naitwa UDF. Tukafanya campaign tukawa pamoja. Sasa tumefika tena tuko wapi? Na mimi nataka niambie mwenye Arusha. Bola muluye. Morahula gambora. Ana mbore Ruswahili. Bora muluya. Haya. Unajua wakati nilipiga ile kitu inaitwa earthquake huko Bomas, watu walikuwa nafikiri sijui Musalia leo hesabu yake amepiga hesabu ya aina gani. Yani ameungana na Ruto. Itawezekana namna gani? Watu wakapiga cheche, wakapiga porojo, wakawa na propaganda, wengine wakakula migombero ndio watongoze watu kabisa. Lakini mimi nilisimama nikasema nimepima vile Kenya inaenda na Mheshimiwa Ruto atakuwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Yametendeka ama hayakutendeka? Yalitendeka. Na nikawaambia kwamba haya maneno tutaenda huku, lakini tena mtaona tukifanya nini? Nilitabiri ukweli ama nilitabiri uongo? Sikawegiri gani? Simetendeka. Na mimi niliona, na tena tukakaa na Malulu na viongozi wengine. Naona hata wakina Tubei wako hapa. Na hawa wote. Tukakaa na wenzetu wengi tukasema Kenya inaenda namna gani? Mimi nikasema tulifanya coalition ya Kenya Kwanza. Na hata kuunda hiyo jina Kenya Kwanza ilitokea kwetu kwa ANC. Hiyo ndio mkiona hiyo message ya Kenya Kwanza, the people who registered that name Kenya Kwanza ni sisi kama ANC, alafu ndio itakuwa coalition name yetu ikishikanisha UDA, Ford Kenya, nani, lakini wenye kusajili jina Kenya Kwanza ni sisi. Sasa mimi nataka niwaambie, juzi niliambia watu, nikaambia wenzangu tukae gangari na chonjo, tujipange mapema. Sasa tukasema tunataka tutoke kwa hatua ya coalition, yani ANC UDA coalition na Ford Kenya. Nikawaambia sisi sasa tuende hatua, na nilianza miezi kadhaa mbele, kwa sababu nilikuwa tena nimetabiri, nimeona kwamba tukichelewa, nimeona mtindo wa ODM, watu wa ANC tutachelewa, hawa watu wataingia na wataingia kwa hiyo nyumba na mtashangaa mlikuwa mnafanya nini. Sasa mimi nikaambia ndugu zangu, let us now move beyond that. Na ndio kwa sababu tukaweka mkataba ya kusema sasa ANC ina merge na UDA tukue chama kimoja. Sasa wakifanya negotiation Nairobi vile wamekuwa wakifanya, sasa badala ya sisi kukaa kando kando, sisi tunakaa upande wa UDA, tuna negotiate ODM. My friend, tulikuwa tumeona. Kwa hivyo nikapanga watu wetu, nikawaambia muingie mapema, sisi tuwe upande huu. We should not, tusiwe watu wa kucheza tukifikiri kwamba hii ni mchezo. Na mimi nimefurahi sasa kule Nairobi mkataba umewekwa sahihi, mkataba wa cooperation.
and we are fully involved in this. Kwa hivyo mtu asiwe analeta porojo hapa, anasema kwa sababu wamefanya mkataba Mudavadi hayuko nini. Hapana, nilikuwa huko asubuhi nikamaliza maneno yangu nikakuja hapa kuleta basi. Mula mangana gena. Kwa hivyo msiwe na wasiwasi. Sisi tunapima siasa vizuri. Na mimi niliwaambia na nawaambia tena, Muhiga go 2027 na nyamumbule kabisa. Chigira ni mbola mangana izibeza ni mbola gagirigari. Nyambola mzahabura bunde 2027, I'm telling you for free in broad daylight. Mbasu nugwa kai malaba. I'm telling you this. Mundu abehodwe nuru aturiza William Ruto. Atashinda 2027. Mimi nataka niwaambie na niwasihi na niwaombe, this time 2027, let us all be on the same side. Kuhuri kube mutimu muuliza kabisa kugende hala Bakristo biba ngandi rugendo rumwiguru rwandara Dwenya kidi Kigende nende Nirisara nende kideki Niri kuzira Rugendo rumwiguru rwandara. Kwa hivyo mimi nataka niwaambie, let us walk that journey together. Chigira no rugendo rudinyu nabza inzindo riinzira. I've seen the road, I've seen the route. Nimeona mwanya pahali iko, na mimi nawaambia I have seen the light at the end of the tunnel. Tushikane na Mheshimiwa Ruto, things will be good for us as we go into the future. Sasa nikimalizia, kwa sababu nataka vijana wetu wapate basi, mimi nataka pia niseme kitu kidogo. Nataka nichangie vijana wa secondary boarding, niwapatie 50,000